Sisi tunalilia kamati ya Senate. Wanafunzi kutoka kaunti ya Garissa wamehimizwa kusomea kozi zitakazowawezesha kupata ujuzi wa kujiajiri wenyewe kwenye kongamano la kushauri wanafunzi kuhusu nafasi za kupata ajira kwenye mataifa ya ughaibuni. Katika chuo kikuu cha Garissa, wataalamu wa nyanja mbalimbali za elimu walielezea umuhimu wa kuwa na ujuzi maalum utakaowapa nafasi hizo. Aidha, serikali imetakiwa kuharakisha muda wa kupata pasipoti nchini ili kupunguza mahangaiko kwa wanaotafuta ajira katika mataifa ya nje. It's an opportunity that taught me and many more that were in this event on how to develop skills in terms of entrepreneurship and how to put them into practice, and also other avenues that they may approach in terms of navigating the entrepreneurship skills. Let's teach young people to have access to the things they would need money for. Know a person. Unataka mahali ya kufungua biashara. Do you know a person mwenye anajua mtu mwenye akona building or is renting a building? You want to start a business ya viatu. Do you know someone mwenye who can get you that material? Let's take away money from what we need as an access. Because what you need that money for, it's for something you can have access to. We have so many graduates, especially our universities and secondary and tertiary institutions. There are so many, they are flooded. But once these young people graduate and they come outside, they do not have any capacity or any basic skill, to undertake anything. Even if they're given the job opportunity, they do not have any kind of skill that will allow them, to move ahead with life. So for me, as a young person, I see that we need to, change the mindset of young people, focusing them on life skill development, basic life skills, so that once this person has graduated, he has basic finance skills. Wengineko, usimamizi wa kanisa la PEFA